أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ikiwa bado tunaendelea na kipande ambacho kwamba kinasema cha dua kumel, Allahumma inni, e Mola wangu, hakika mimi yatakarrab, najikurubisha kwako, bidhikrik, najikurubisha kwako kwa ajili ya kukutaja wewe. Alafu anaendelea, wa astashfi'u, na naomba shafaa, bika ila nafsi, kutoka kwako, na nakuomba shafaa kutoka kwako, ila nafsi, kwa nafsi yako. Sasa sala ilikuwa tunaongea kuhusiana na hii neno shafaa, na tukaona kwamba kuna vitu ambavyo kwamba mwanadamu duniani atakapofanya vitakuwa ni venye kumwokoa kesho siku ya kiyama. Lakini sasa tukuje katika nukta ya mwisho, nukta ni kama nukta ya mwisho ambayo inaongea kuhusiana na hiyo inshallah taala. Anasema kwamba qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema arba'a, yani watu wanne, ana lahum, mimi kwa hawa watu wanne, shafi'un, nitakuwa shafi wao, nitawaokoa yawm al-qiyama, nitakuwa ni mwenye kuwaokoa siku ya kiyama. Anasema kwamba al-mukrimu, mtu wa kwanza ni yule ambaye kwamba atakayekirimu dhuria yangu, atakayekirimu makaraba zangu, min baadi, baada yangu mimi. Kisha anaendelea akisema wal qadhi lahum, na yule ambaye kwamba atakayekuwa ni mwenye kuwakidhia hawaijahum, haja zao. Yani kwanza ni yule ambaye kwamba atakayewakirimu, alafu mtu wa pili ambaye kwamba hawezi kosa shafaa ya mtume ni yule ambaye kwamba atakayewakidhia haja zao. Alafu mtu wa tatu, wasa'i lahum, na yule ambaye kwamba ataenda kasi kwa ajili ya nini? Fi umurihim inda iftirarihim ilay, atakaye kimbia kasi kwa ajili ya kuwakidhia mambo yao ambayo kwamba wanahitajia wakati wanamhitajia, yani wakati ambao kwamba wako na udhuru kwa huyu bwana. Kisha anasema wal muhibbu lahum biqalbihi wa lisani, na mtu ambaye kwamba anayewapenda kwa roho yake, kwa moyo wake na ulimi wake. Hawa watu wanne ni watu ambao kwamba hawawezi kosa kupata shafaa ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Inshallah tutaingia katika kipande kingine cha dua ambacho kwamba kipande hiki kina mambo mengi ambayo lau tutakaporudi tusome vizuri itakuwa ni yenye kutufikisha pale pazuri sana. Anasema Imam Ali katika dua kumel, wa as'aluka bijudik an tudniyani min qurbik wa an tuzi'ani shukrak wa an tulhimani dhikrak. Katika kipande hiki kuna masala aina tatu au ambayo kwamba Imam ameyataja. Ya kwanza kabisa, was'aluka bijudik, ya kwanza an tudniyani min qurbik, afwan, wa as'aluka bijudik an tudniyani min qurbik, ya kwanza, wa an tuzi'ani shukrak, ya pili, wa an tulhimani dhikrak, ya tatu. Kwa hivyo katika kikao hiki itakuwa ni kuhusiana na haya mambo matatu au maswala matatu. Kwa hivyo anasema kwamba wa as'aluka bijudik, na nakuomba kwa upaji wako, yani jud ni ile upaji ambaye kwamba inshallah tutaiona. Wa as'aluka bijudik an tudniyani min qurbik, unisongeze, an tudniyani, uniweke karibu, niwe karibu na wewe. Wa an tuzi'ani shukrak, na pia unigawie
niwe ni mwenye kukushukuru ewe Allah, au unizindue niwe ni mwenye kukushukuru. Wa an tulhimani dhikrak, na unipe ilhamu ya kukutaja wewe, unipe ilhamu ya kukukumbuka wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hapa kuna mambo matatu ambayo kwamba nataka tuongee kuhusiana nayo. Ya kwanza amesema antu duniani, ni unisongeze niwe karibu na wewe, min qurbik. Sasa ya kwanza kabisa ni kwamba Imam katika kipande hiki anataka nini? Anataka al-usulu ila martabati al-qurb, yani kufika katika martaba, katika daraja ya kuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ya kwanza ni martabatul qurb, yani kufika kuwa karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya pili ni antuzi'ani shukrak, hiyo ni ya pili, kwamba kufika, anataka hapa Imam kuonesha kwamba anataka kufika katika martaba ya shukur. Alafu ya tatu ni alusulu ila darajati dhikr, kufika katika daraja ya utajo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ni masala matatu. Sasa katika hizi daraja zote ambapo kwamba daraja ya kwanza ni martabatul qurb, daraja ya pili ni martabatul shukr, daraja ya tatu ni martaba dhikr, hizi zote la tatahaqqaq, haiwezi kuwa isipokuwa kupitia alfaidh waljud alilahi, isipokuwa ni kufika katika hizi martaba zote, katika hizi ngazi zote tatu ambazo kwamba tumezitaja. Sio rahisi kufika mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akupatie kitu kinaitwa faidh, akuzawadie, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akufungulie. Sasa tutaweza kutafsiri saizi maana ya jud. Kwa ajili hapa katika dua Imam anasema wa as'aluka, na ninakuomba, bijudika, kwa upaji wako. Sasa hii upaji ni gani? Kwa ajili kila mtu ambaye kwamba anayetoa ni mpaji, lakini sasa hii maana ya jud tunaisikia sana ikitajwa. Ni nini maana yake? Aljud huwa, hii jud ni nini? Ni badhlu shay, ni kutoa kitu, an tibi qalbin, kutoa kitu kwa khiari, si kutoa kwa kulazimishwa, la, ni kutoa kitu kwa khiari, min ghairi gharadhin, bila ya kuwa na lengo lolote lile. Yani ni ile tu kutoa, lakini pasina kuwa na lengo. Lengo gani? Wakati mwingine sisi tunatoa kitu ili turudishiwe, ndo tuko hivyo sisi wanadamu. Kuna wakati mtu anatoa kitu ili apate muqabil, yani ili apate kitu kingi, apate kitu kutoka kwa mwenzake. Lakini sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la, Mwenyezi Mungu si hivyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye anatoa pasina kuhitajia chochote. Ndo katika Nahjul Balagha tunakumbuka kwamba Imam Ali alayhi salam anasema katika Nahjul Balagha, hakika Mwenyezi Mungu khalaqal khalqa, aliumba viumbe, hina khalaqahum, pindi ambapo kwamba alipowaumba, ghaniyan an taatihim, yani yeye ni tajiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye ni tajiri kwa toa yao, yani mwanadamu hata amtii Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haiwezi muingizia manfaa ya kutoka kwa yule mwanadamu, haiwezi. Wala tadhurruhu al-ma'siyah, wala maasiya haiwezi mdhuru ya yule ambaye kwamba atakayemwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo wakati Mwenyezi Mungu anapotoa hataki muqabil. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapopatia waja wake, yeye hatulizi chochote. Hivyo hiyo ndo jud. Wa hadha, na hii maana ambayo kwamba sisi tumesema ya jud, la yutasawwaru, haipigi mfano, fi ghairi haqqi illa, kando na
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo wakati ambapo kwamba tunasema Allah Subhanahu wa Ta'ala ni judun, ni yule ambaye kwamba anayetoa pasina kutaka mukabil. Ndio maana Imam anasema wa as'aluka, na nakuomba wewe Mwenyezi Mungu, bijudik, kwa upaji wako, kwa hali yako vile unavotoa pasina kutaka mukabil. Vitu vingapi ambavyo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anatupa, na sisi tunapumua. Hakuna siku ambayo kwamba tumesema hakuna siku ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema kwamba tulipe. Hakuna, ametupa bure, ndio ya bure. Sisi tunakula, hakuna siku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ama tunaishi juu ya ardhi yake. Pale popote ambapo kwamba tunapoishi, ndugu yangu Muislam, ni ardhi ya Mwenyezi Mungu. Hakuna siku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema kwamba au amekuja kutubishia hodi aseme anatudai kodi. Hakuna, hata siku moja hakuna. Sisi tunaishi vile tunavyotaka. Pili, usingizi. Hakuna siku ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema, Mwenyezi Mungu mwenyewe amesema waja'alna al-laila libasa, ama katika aya nyingine waja'alna naumakum subata. Mwenyezi Mungu ametupatia usingizi, kulala. Hakuna siku ambayo kwamba amesema kwa ajili mimi nimewapeeni usingizi, kwa hivyo nawadai. Hakuna hata siku hata moja. Mwenyezi Mungu ametupatia bila ya muqabil. Ndio maana Imam anasema as'aluka bijudik. Lakini kando na mwanadamu sio hivyo. Mwanadamu ni mtu tofauti. Mwanadamu yani ni kwamba atakapotoa, yani kuna atatoa, lakini kuna siku atatoa, lakini lazima atakuitisha nini? Mukabil. Wewe mwenyewe utahisi hapana, huyu bwana kwa vile anatoa lazima nimfanyie kitu mbadala, kwamba siku zote ananipa, lakini lazima leo mimi nimfanyie ninio, lazima nimlipe kwa nini mbadala. Na ndio maana tunakuta kwa dua ya Imam Hussein alayhi salam katika siku ya Arafa. Imam Hussein yuko na dua nzuri sana akisema kwamba Maulai anta alladhi manant, anaendelea anta alladhi an'amt, wewe ndiye ambaye kwamba umeneemesha, anta alladhi ahsant, anta alladhi ajmalt, anta alladhi akmalt, wewe ndiye ambaye kwamba umekamilisha, anta alladhi razaqt, wewe ndiye ambaye kwamba umeruzuku, mpaka mwisho wa dua, kuonesha kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ameruzuku. Yani yote haya ambayo kwamba tumeyataja katika hii dua ya Arafa, inshallah tutaweza kurudi katika sehemu yake, ni kwamba kuonesha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye mpaji na ndiye mtoaji, na katika kutoa kwake hatuitishi sisi kitu chochote. Ndio maana katika dua anasema Imam wa as'aluka bijudik. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una qawla fattabi'una sana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.